sisi kama mashahidi wakuu wa uchaguzi uliofanyika katika vituo vya kupigia kura, kuhesabu na kujumuisha kura pamoja na kutangaza matokeo, leo hii tumeamua kuja mbele yenu kuwaeleza ijapo kwa uchache wake yale yaliyotokea siku ya tarehe 28 na tarehe 29 Oktoba 2025 katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar, yaani Unguja na Pemba, sisi tukiwa mashahidi wakuu kwa vile tumeshuhudia bila kuhadithiwa na mtu. Ndugu wanahabari, kama ambavyo kiongozi wetu wa chama ndugu Doro Themu, mwenyekiti wetu wa chama taifa ndugu Othman Masoud Othman, na viongozi wetu katika ngazi mbalimbali walivyonukuliwa mara kadhaa wakieleza msimamo wa chama chetu juu ya uchaguzi huu na kueleza kwamba katika mchakato wa upigaji na uhesabuji kura kabla ya uhuni na hujuma, chama chetu cha ACT Wazalendo tayari tulikuwa tumeshinda si chini ya majimbo 32 kwa viti vya ubunge, uwakilishi na urais. Hata hivyo, inasikitisha kwamba watawala kwa jeuri na viburi waliamua kuyabaka maamuzi ya wananchi na kwa mara nyingine tena kuifanya kura ya mwananchi haina thamani yoyote. Ndugu wanahabari, mulio wengi ni mashahidi wa maovu yaliyofanywa na waliopewa dhamana ya kuendesha na kusimamia uchaguzi kwa siku zote mbili za uchaguzi wa Zanzibar wa mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa uchache tulishuhudia mambo maovu, mabaya ya fedheha na ya aibu yaliyofanyika, na pia tulishuhudia matokeo yaliyotangazwa katika vituo vingi kutoakisi wala kuwiana na kura zilizopigwa vituoni au idadi ya wapiga kura walioandikishwa. Ndugu wanahabari, leo nchi yetu kuwa na amani kama ambavyo ipo ni busara na hekima za viongozi wetu wa chama cha ACT Wazalendo, na hili limesukumwa na mapenzi ya dhati kwa nchi yetu na wananchi wa Zanzibar. Kwenye hili tunadhani kwamba mtakuwa mashahidi na mashuhuda kwa namna ya viongozi wetu wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chetu na rais wa nyoyo za Wazanzibari ndugu Othman Masoud Othman, namna walivyoongoza vyema taifa na kusimama imara kulinda amani na kuepusha madhara kwa Wazanzibari. Ndugu waandishi, kwenye suala la kutohudhuria kwetu katika uzinduzi wa Baraza la Wawakilishi tarehe 10 Novemba 2025, kama mnavyofahamu, jana tarehe 10 Novemba 2025 Baraza la 10 la Wawakilishi la Zanzibar lilihutubiwa na kuzinduliwa rasmi katika ukumbi wa baraza hilo Chukwani. Sisi wawakilishi kutoka chama cha ACT Wazalendo tumepata masuala mengi kutoka watu na sehemu mbalimbali za dunia wakihoji kuhusiana na kutohudhuria kwetu katika uzinduzi huo. Ukweli ni kwamba sisi wawakilishi 14 kutoka chama cha ACT Wazalendo, 10 wa majimbo na 4 wa viti maalum vya wanawake, tulitafakari tukio hilo la uzinduzi wa Baraza la Wawakilishi na kumpima mtu atakayelihutubia baraza, na majibu yetu yakawa kwamba kwa dhulma iliyopita na uhuni uliofanyika katika kile kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, kuhudhuria tukio hilo ni kuwadhihaki, kuwacheza shere na kuwatonesha vidonda Wazanzibari malaki kwa malaki walionyang'anywa haki yao ya kuthaminiwa sauti za kura zao kwa kutangazwa mtu ambaye wachilia mbali kushinda uchaguzi, hata kura zake hazikuhesabiwa kwa ujumla wake. Aidha, kuna washindi wengine katika majimbo zaidi ya 25 ambao haki yao imenyang'anywa kupitia uchaguzi ambao haukuwa na hata sifa moja ya kuita uchaguzi wa kuaminika, yani credible election. Ndugu wanahabari, msimamo wa wawakilishi sisi wa ACT Wazalendo, ndugu wanahabari, wakati tukifuata maelekezo ya chama chetu na matakwa ya wananchi waliotuchagua, sisi wawakilishi wa ACT Wazalendo
hadi tutakapopata maelekezo mengine kutoka kwa viongozi wetu wa chama na wananchi tunaowawakilisha. Tunaweka wazi msimamo wetu kama ifuatavyo. Kwanza, tunapinga, kukemea na kutokubaliana na uhuni mkubwa uliofanyika kwenye vituo vya kupigia kura, kuhesabu na kufanya majumuisho, na tunaamini suluhisho pekee na sahihi ni kurudisha haki ya kikatiba ya wananchi kwa kurudia uchaguzi chini ya usimamizi ulio huru na wenye uadilifu. Lakini pili, tutapambania haki za wananchi wetu na wananchi wenzetu kwa njia bora zaidi, huku tukihakikisha usalama wa wananchi wenzetu na wa nchi yetu. Na tatu, tunazijali sana juhudi za wananchi wenzetu wa itikadi zote za kuunga mkono mabadiliko ya kuinusuru nchi yetu Zanzibar yaliyopelekea kukishinda Chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa kura halisi zilizopigwa na zilizopigiwa chama cha ACT Wazalendo. 4, tukiwa katika Baraza la Wawakilishi, tutatumia ubora wa hoja kuliko wingi wa hoja katika kutetea haki za Zanzibar na watu wake pamoja na wageni waishio Zanzibar. Na mwisho kabisa, tutashirikiana na wenzetu waliodhulumiwa haki zao za kutotangazwa pamoja na kwamba walishachaguliwa na wananchi, kwa kuunga mkono juhudi zao za kudai ushindi wao kwa njia ya kisheria. Nikihitimisha, ndugu wanahabari, sisi wawakilishi wa wananchi wa ACT Wazalendo na ambao tayari tumekula kiapo cha kuwatumikia Wazanzibari na Zanzibar bila ya kujali uchache wetu katika Baraza la Wawakilishi, tunaamini tunao uwezo wa kuhakikisha tunajenga na kusimamia hoja za kuwaletea Wazanzibari na kuwatetea Wazanzibari juu ya madhila mbalimbali wanayopitia na wanayopata kutoka kwa watawala wa sasa walioshiba jeuri, kiburi na udhalimu, ikiwemo kuwanyang'anya ardhi zao, kuwanyima haki zao za msingi za utambulisho, na tunaazimia kuisimamia serikali juu ya masuala mbalimbali yakiwemo ya uchumi wao ili waweze kuwa na maisha nafuu na ya staha.